Mkuu, na toa pongezi za dhati kwa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayojihusisha na usimamizi wa maafa kwa kuanzisha mtandao huu wa DingoNet chini ya Secretariat ya Rapid Tanzania. Hatua hii ni ya kimkakati na inaendana kikamilifu na mwelekeo wa serikali wa kuimarisha uratibu na ushirikiano wa wadau wote katika usimamizi wa maafa nchini. Ndugu washiriki, serikali ya Jamhuri wa Tanzania inaendelea kuimarisha mifumo ya kitaifa ya usimamizi wa maafa kwa kutambua wazi kuwa hakuna mdau mmoja anayeweza kukabiliana na majanga peke yake. Ushirikiano kati ya serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, sekta binafsi na jamii ni msingi wa mafanikio yetu katika kuzuia, kujiandaa, kukabiliana na kurejesha hali baada ya maafa. Katika muktadha huu, DingoNet ni jukwaa la kimkakati linalorahisisha uratibu, matumizi bora ya rasilimali, uwajibikaji na kushirikisha uzoefu chini ya uongozi wa Ofisi ya Waziri Mkuu. Niseme tu kwa ufupi, nadhani shughuli zote sisi ambazo tumekuwa tukizifanya hata Ofisi ya Waziri Mkuu tumekuwa moja kwa moja tukiwaalika wadau wetu wote na hasa wakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali. Ndani ya kipindi hiki kifupi mifumo mingi sana tumeitengeneza, tumeiboresha, tukianza moja kwa moja sera ya usimamizi wa maafa ambayo mwaka jana ilikuwa ni sera mpya na ilipitishwa na Baraza la Mawaziri na imeanza kutumika mwaka jana. Lakini pia kuna mifumo na miongozo mingine mbalimbali, ikiwemo tumeandaa mwongozo wa ugharamiaji ya masuala ya maafa, Disaster Financing Framework. Tumeandaa mwongozo wa uhaulishaji, cash transfer, humanitarian cash transfer. Nadhani nyinyi ni wadau muhimu sana. Hii miongozo mkijua yote na kuweza kutekeleza, sababu tunaamini kupitia nyinyi hii miongozo ndio inaweza kutekelezwa. Lakini pia tunaendelea na jitihada nyingi zingine, ikiwemo kuanzisha mfumo wa kielektroniki ambao utakuwa unaitwa Disaster Management Information System, ambao huu sasa wadau wote hususan nadhani hata DingoNet huu utawafaa sana, kwa maana kila mdau ataweza kuweka taarifa mle nini anachokifanya, na hasa kwenye uratibu itasaidia sana kwa sekta zote. Lakini pia kwa mwaka tu uliopita tumeweza kuandaa platform moja inayoitwa Climate Scenario Vulnerability Map, ambayo ni muhimu sana. Hii at least bado tunaendelea kuinich, lakini ukienda kwenye website ya Ofisi ya Waziri Mkuu utaona, na unaweza kaingia, unaweza ka access, unaona riski zilizopo katika kila eneo. Kwa sababu so far iko katika level ya region, lakini tunaendelea kwenda hadi level hadi ya kata. Kwa hiyo kuna wataalamu wetu bado wanaendelea kufanya kazi na yule mtaalamu ambaye tumefanya naye kazi toka awali. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu ya jitihada mbali ambazo tumeendelea kuzifanya kama serikali. Lakini pia kuna, bila kusahau, hata sasa tunaendelea na kuja na at least na kitu kilichoboreshwa kuhusu masuala ya social security. Nataka kuja na adaptive social security ambayo iko very scientific, very formal kuliko saizi tunavyofanya. Tunatoa huduma kwa mfano za issue za cash transfer, hatuna ule utaratibu ambao uko very concrete. Kwa hiyo tunaungana moja kwa moja na sekta ya inayohusika na mambo ya social security kusimika vizuri concept nzima ya adaptive social protection, ili at least sisi watu wa maafa tuweze kushughulika moja kwa moja, isiwe tu ad hoc. Kwa hivyo ni kati ya vitu ambavyo ni very concrete ambavyo idara ya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo DingoNet tunayafanya. Hayo ni baadhi.